tuko na mmoja ya wageni rasmi. Huyu ni mmoja ya watu wa muhimu sana kwenye kuipata Genesis Schools, si ndio? Mimi nilialikwa kama mgeni rasmi wa hii shughuli. Nisikute kama simba ameuliwa alafu nikajipakaza damu. Kuna watu wameanzisha kazi nzuri ya Genesis School na nimepata heshima ya kuja kama mgeni rasmi katika jambo hili ambalo nyote mmeliona. Ni shughuli nzuri kwa sababu inagusa jamii moja kwa moja. Inataka tuwe na jamii bora, tuwe watu wenye kujali, tuweze kutambua kwamba kuna watu ambao wana mahitaji maalum katika jamii, na hao ni sehemu ya jamii na wanatakiwa wapate fursa ya kushiriki katika mambo ya jamii. Na fursa hiyo inaanzia kwenye elimu tangu vidudu na kuendelea mpaka katika ngazi ya chuo kikuu na hatimaye kwenda kwenye makazi. Tumesikia mawasilisho mengi hapa yanazungumzia hayo. Kwa hiyo ni muhimu sana sasa tuwe na mjadala katika taifa letu la namna gani tunaweza tukawapa kila watu wote fursa, hususan hawa ambao wenye mahitaji maalum, ambao vinginevyo wanaonekana kama wameachwa nyuma katika jamii. Hawapati fursa ya kuweza kusikilizwa, hawapati fursa ya kuweza kushiriki katika masuala mbalimbali katika jamii yetu. Changamoto yetu kubwa, bado tuko na wazazi ambao wanapopata mtoto mwenye changamoto wanamfungia ndani. Una wito gani kwa wazazi hawa? Ukiangalia sasa hizi ni mwaka 2025, rais ni mwingine, anafanya vitu vingi, ameboresha sekta ya elimu kwa namna moja au nyingine. Ndio maana nikasema kwamba tunahitaji kuwa na mjadala mpana katika jamii na kuweza kuelimishana mambo haya, kwa sababu ukiangalia katika mawasilisho ambayo yamewasilishwa hapa, kuna mkakati wa elimu shirikishi wa serikali, lakini ni wangapi wanajua kuhusu mkakati? Na je, ukienda katika hizi skuli ambazo, au kule kwetu Unguja tunaita skuli, samahani, lakini ukija huku nasema shule, skuli, shule, vyovyote utakavyoita, lakini ni kwamba hawapokei wanafunzi wenye mahitaji maalum, hawana fursa, hawapokelewi, ama kwa sababu ya mfumo au kwa sababu hakuna namna ya kuweza kuwapa huduma hiyo. Sasa tunatakiwa tuweze kuelimishana kwamba leo yule unamwona yeye ana mahitaji maalum leo, ukamwacha, unaweza ukawa wewe kesho, anaweza kaja kama mwanao. Kwa hiyo lazima tutengeneze mazingira hayo, na vile vile tumezungumza hapa kwamba katika dini zetu zote, ukienda kwenye Ukristo, kwenye Uislamu, swala la hawa wenye mahitaji maalum tunaambiwa sana tuwajali na tuwape kipaumbele katika shughuli zetu, na ni kuonyesha ubinadamu wetu. Lakini yanaishia haya mambo kwenye maneno, lakini si vitendo. Kwa hiyo tujitahidi sasa mafunzo yale tuyalete kwenye vitendo na tuweze kuwashirikisha wenzetu. Asante sana. Nakushukuru sana, asante. Naam, ukiona kuna mapiano nyuma na watu wananesa, maana yake kazi ilikwenda vizuri, si ndio Mr. Habib? Kweli kwenda vizuri. Unaongopa? Basi tikisika kidogo basi. It is your birthday leo, We, jamani, huyu ni principal wa shule za Genesis. Sitoweza kumpa jina la man of the match, yani shughuli ya leo imekwenda barabara na ameisimamia vizuri, na kweli ana haki za kuchoka maana amepanda sana hizo ngazi. Mwalimu, hili jambo ni la kwanza kufanyika Tanzania. Umeona mwitikio, una yapi ya kusema? Mimi hata maneno ya shukrani tu atanitosha. Naomba niwashukuru watu wote ambao wameacha shughuli zao wakaja leo, na pia naomba pia kuwashukuru wanafunzi, wamefanya kazi kubwa sana. Ukiachana na wanafunzi, wazazi wetu wale ambao ni wazazi wa special education needs wote wamekuja, na wenye shule ambayo walituagiza tuanzishe special education needs section, ambayo ni jambo in most cases schools run away from, lakini hao wenyewe walituambia tu special education acha tufanye inclusion ya kila mtu. Kama kiongozi wa shule ambayo ina makundi maalum ya watoto, una wito gani kwa wazazi? Kuna watu wanaamini kwamba pengine nikipata mtoto wa hivi hakuna pahala anaweza kasaidika akapata elimu na vitu vingine vya msingi. Ukiachana na wazazi, wito wangu ni serikali. Sababu hata wazazi tukiwaambia kuna shule za special education needs, sawa, ni chache sana.
hatuwezi kumchukua kila mwanafunzi, lakini wito wangu ni kuomba serikali kuhakikisha kila shule ambayo tunayo hapo nchini wana section ya special education needs. Na baada ya hapo ndo tutawakumbusha wazazi, bwana, kila shule sasa hivi inapokea kila mwanafunzi. Asante sana Principal, happy birthday. Asante. Mungu akupe maisha marefu. Asante. Maana tunaamini una mchango mkubwa kwenye hili na mengine yote huko. Na Crown Media na mchango mkubwa sana. Okay, ukuta hata umetufundishia kikeke. Sawa, asante. Asante sana. Naam, naweza nikahitimisha na mimi kutoka Crown Media kwa staili hiyo. Asante sana, nikutakia utazamaji mwema wa vipindi vinavyofuata, lakini pia tazama digital platform zetu kama Instagram, Facebook, Twitter ama X, lakini pia tufuate kupitia Crown TV TZ na Crown FM TZ. Hii kama unaangalia YouTube basi ni Crown Media, na kama una kisimbuzi cha Azam basi we ni mjanja kwa sababu unatazama Crown TV. 92.1 ndio masafa yetu. Asante sana. Crown Media. Hapa ni nyumbani.